kiasi cha wingi wa rehema zako ufute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zitakase. Maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako nikitambua upendo na neema yako isiyo na kifani. Wewe ndiwe chanzo cha wema wote na mtoaji wa kila zawadi kamilifu. Ninakuomba siku ya leo uamshe tena ndani yangu karama za Roho Mtakatifu ili niwe shahidi wa upendo wako. Nitumie kama chombo cha neema yako kuleta seka. Unitumie kama chombo cha huruma na rehema zako ili wengine waweze kuonja, ili niweze kutambua utendaji wa Roho wako katika maisha yangu na kutofautisha kati ya kweli. Yopo katika kusali na mtakatifu ambaye alidumu na kusali na kwa ajili ya kuombea wengine na familia yake. Kwa hiyo tuna mfano mzuri leo tuliowekewa mbele yetu wa kutafakari kumuhusu mtakatifu huyu Monica. Kama tunasikilizana, ningeomba tuweke kwenye comment kwamba kunasikika vizuri. Mtakatifu Monica, tunasoma katika historia yake kidogo, na kutokana na historia yake basi tupate na sisi mafundisho ya kutusaidia, hasa leo tukizungumza zaidi na wazazi na walezi ambao Mungu amewapa nafasi nyingine kubwa ya kusali kwa ajili ya Tagaste. Huyu ni mama Kristo katika karne ile ya 4. Yeye kwake tunajifunza kuhusu nguvu ya sala ya uvumilivu, upendo wa kimama na neema ya Mungu katika wokovu wa roho. Mama Monica aliolewa na mume wake huyu aliyeitwa Patrick. Patrick alikuwa ni mpagani, lakini si tu mpagani, lakini mpagani ambaye alikuwa na hasira, ambaye alimtesa sana mtakatifu huyu Monica. Lakini mama huyu alikuwa Mkristo, na hivyo imani yake kwa Mungu ndio aliyoibeba katika kuiongoa na kuiokoa familia yake. Hakuchoka kusali, hakuchoka kutimiza wajibu wake kama mama katika familia. Mungu alimjalia watoto 3, Agustino akiwa wa kwanza. Na tunaelezwa pamoja na kwamba mume wake alikuwa mpagani, mifano yake, sala zake na uvumilivu wake viliweza kumbadilisha mume wake, na
hatimaye aliongoka, akabatizwa, na muda mfupi mara baada ya kubatizwa mume wake alikufa. Tunajifunza hapo mwanzo kwamba wajibu mkubwa katika maisha ya ndoa ni kusaidiana kuwa watakatifu. Alitambua japo mume wake alikuwa si Mkristo, si mcha Mungu, alitambua na wajibu kwa sala zangu, uvumilivu wangu, kumsaidia mume wangu kumjua Mungu, kuongoka na kubadilika. Alifanya hivyo kwa sala. Watakatifu wengi wamekwenda mbinguni kwa mambo mengi, lakini huyu ni mtakatifu kwa sababu tu ya kusali na kusali kwa ajili ya wengine. Mtihani mkubwa ambao alikuwa nao Mtakatifu Monica ni kuhusu mtoto wake huyu wa kwanza, Agustino. Agustino, kama ambavyo tuliongea siku ile tunajifunza kuhusu nafasi ya baba katika malezi ya familia, huenda kwa kuiona imani ya baba yake ambaye alikuwa mpagani mwanzoni, hakuipenda imani mwanzoni, na Mtakatifu Agustino alifuata mafundisho potovu, akipenda elimu zaidi na kupuuza mambo kabisa ya dini. Na hii inatukumbusha kwamba tunayo nafasi, mzazi, hasa mzazi wa kiume, kupanda imani kwa familia. Kwa hiyo Agustino aliondoka nyumbani, alimdanganya mamaye, akaondoka akaenda Tunisia na kuishi maisha mabaya ya nasa. Baadaye alikuwa akapata mtoto, alikaa na mwanamke mmoja kwa miaka zaidi ya 15. Lakini mama huyu alisali bila kuchoka. Tunasoma katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya 5 aya 17, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Injili ya Mathayo sura 24 aya 13 inatuambia, yeye atakayevumilia hata mwisho, huyo ataokoka. Mama huyu aliamini katika jambo hilo na kuona kwamba ninayo nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu ya kusali kwa machozi kabisa, kwa kulia kwa mtoto wake. Tunaelezwa siku moja alisafiri katika kumtafuta mtoto wake ambaye alisikia wakati huo yuko Roma. Alikutana na askofu ambaye aliitwa Ambrosi na kumweleza uchungu wake dhidi ya mwanae ambaye amepotea, akimwambia, nitalia hivi mpaka lini? Nitatoa machozi kwa ajili ya mtoto wangu mpaka lini? Askofu yule alimtazama yule mama na akanena neno kwake ambalo lilikuwa la unabii, akimwambia kwamba, mama, mtoto wa machozi mengi namna hii hawezi kupotea. Mtoto anayeliliwa namna hii na mama yake hawezi kupotea. Mama huyu aliichukua sala hiyo aliyopewa kwa imani kubwa, neno hilo aliloambiwa kwamba kumbe hata machozi yake mbele ya Mwenyezi Mungu yana thamani, ni sala. Tupo hapa ambao tunasali na kuombea watoto wetu. Hapa mwishoni nitaeleza mambo ambayo mengine ambayo tunapaswa kuendelea kuombea watoto wetu. Na hata wengine wamefika mahali wakakata tamaa na kuona haifai kabisa. Fika mahali wameona kwamba sasa huyu mwanangu amepotea, mjukuu wangu amepotea. Haijalishi hata awe mbali kiasi gani, lakini tendo baya ambalo unaweza kulifanya ni kukata tamaa katika kusali. Mama huyu alisali kwa miaka mingi baadaye, na Mtakatifu Agustino kwa baadaye alikuja kuongoka na hasa alipokutana na askofu huyu Ambrosi kule Milani.
Na ubatizo wake huu ulikuwa ni matunda ya maombi ya mama yake. Wapendwa, mimi na wewe tunaishi au tuna imani. Wengine hapa mnaweza kujua imani ulionayo, maisha ulionayo, wapo watu nyuma yako waliosimama na kukuombea. Wapo watu ambao wametoa machozi kwa ajili yako. Wengine unawajua, wengine huwajui. Ni maana siku ya jana tuliongea tukasema kwamba maombi kwa ajili ya wengine ni majibu vile vile ya maombi yetu. Waraka kwa Yakobo sura ya 5:16 anatuambia kwamba maombi ya mwenye haki hufaa sana akiomba kwa bidii. Baada ya kuona kwamba maombi yake yametimia, na ilimchukua takriban miaka 20 mama huyu akisali kila siku mbele ya Mwenyezi Mungu bila kukata tamaa. Na wengine anaweza kusema, padre, mimi siwezi kuvumilia muda huo mrefu nikiomba kwa ajili ya kitu kimoja kwa muda mrefu hivyo, kwani Mungu hasikii? Lakini kama lilivyo kwamba jambo lolote tunalolipeleka kwa Mungu kwa muda mrefu, matokeo yake mara baada ya muda huo mrefu wa sala huwa ni makubwa zaidi. Tunasema kwa Kiswahili kwamba kimya kikuu kina mshindo mkuu. Vile vile tungeweza kusema vile vile kwamba maombi haya ambayo ya uvumilivu wa muda mrefu yanapokuja kujibiwa, yanajibiwa pakubwa zaidi. Kwa sababu huyu mtoto anatoka katika hali ya upagani aliyokuwa nao, maisha ya mabaya aliyoishi, na anaandika katika kitabu chake Maungamo ya Mtakatifu Agustino. Anabatizwa, anapewa sakramenti zote, anaingia, anakuwa padri na baadaye anakuwa askofu. Kumbe maombi yale ya muda mrefu yalimtayarisha, yalikuwa ni nguvu ambayo yalipoingia na yalipopenya katika moyo wa mtoto wake yalimuibua akawa mtu mkubwa sana. Na yeye ni mwalimu wa kanisa, amechangia sana katika mafundisho mengi ya imani yetu katika kanisa. Anasema hii ni maombi ya mama yangu. Monica, mara baada ya mtoto wake huyo wanarudi sasa Afrika, anamweleza mama yake kwamba anamweleza mtoto wake kwamba, Agustino, ninamshukuru Mungu kwamba nimeona wokovu wako. Muda wangu umefika mwishoni. Nikifa unizike popote, lakini nakuomba jambo moja. Wakiwa wanarudi sasa, anamwambia, usiache kunikumbuka katika altari ya Bwana. Usiache kuniombea misa. Ni kama hata mwisho mama huyu anafahamu nguvu ya maombi. Anamwambia mtoto wake, na mimi hata nikifa, usiache kuniombea, usiache kunitolea sadaka takatifu ya misa, niombee na mimi. Nguvu ya maombi. Na ndio maana naweza kusema kwamba kama hatusali, ni watu ambao tunatembea tulionyongonyea mno. Sala, anatuambia Papa Francis marehemu kwamba ni kama oxygen ambayo tunahitaji ili tuweze kuishi. Na ndio maana sala inahitaji bidii sana, kujitolea na kujitoa katika sala. Ni njia pekee ambayo tunawasiliana na Mwenyezi Mungu, lakini ni njia ambayo ina vita vikubwa. Urithi wake mama huyu ni kwamba anatuambia mambo haya, anatufundisha mambo haya. Labda tuyachukue kwamba mama huyu ni mshindi wa maombi
na hasa maombi ya uvumilivu. Maombi ya uvumilivu. Lakini imani aliyokuwa nayo, nasoma katika waraka kwa Ibrania sura 11 ya pili, anasema kwa maana kwa imani waliishi watu wa kale wakashuhudiwa mema. Huyu mama alikuwa ni mama wa imani. Nguvu ya maombi ya mama. Tunasoma vile vile katika Injili ya Luka sura 18, yule mwanamke anayekwenda kulilia haki yake kwa yule hakimu dhalimu. Nguvu ya maombi ya mama. Wamama mlioko hapa na mnaosikia sauti hii, tambua kama vile ambavyo mlipewa nguvu na nafasi kubwa ya uhai, ya kutunza uhai hapa na kuleta uhai hapa ulimwenguni, Mungu amewapa vile vile nguvu hiyo ya kulea huo uhai, si tu wa kimwili, hata wa kiroho. Maombi yako yanaweza kugusa hata ile mioyo ambayo ni migumu sana. Piga magoti, mlilie. Na tunasoma katika maandiko, hakujawahi mahali mmoja ambapo kuna mama alipiga magoti Mungu akaacha kusikia. Funua Biblia tangu mwanzo hadi mwisho. Kila mahali mwanamke ameomba, Mungu alisikia maombi yake. Wangapi wa mama tunaweza kusema tunasimama imara katika nguvu ya maombi bila kuacha, bila kuchoka? Ndio maana siku ya leo tunawapongeza wamama wale wa shirika la Ana, ambao kwa kuiga nafasi hii na maisha haya ya Mtakatifu Monica kama somo wao wa pili wa shirika lao, wanatambua kwamba, wanajitolea kwamba sasa hivi tunayo nafasi ya kusali kwa ajili ya kuwaombea watoto wetu, wajukuu wetu, waume zetu, na kuwaombea, hata kutuombea sisi makuhani. Ni utume wao, utume wa sala. Na hapa nikukumbushe, hasa sala za vikundi zina nguvu sana. Hii sala ungeweza kuisali, hii novena ungeweza kuisali peke yako, lakini kila mara tunapokusanyika na kuisali pamoja, unaona kuna nguvu ya pekee, kwa sababu ni maombi ya wengi yanayounganika. Tunaimarishana, ni kama tunabebana. Udhaifu wa mmoja unainuliwa na wema wa mwingine, na sala zetu zinakwenda kwa Mungu, zinakuwa na kibali. Monica anatufundisha subira na uvumilivu. Subira na uvumilivu. Wokovu mara nyingi huja kwa wakati wa Mungu, si wanadamu. Mhubiri anatuambia sura ya 3 ya 11, kila jambo na wakati wake, kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Labda angekata tamaa alipofikisha miaka 5 ya kumwombea mwanae, angesema basi ni maisha yake, amue mwenyewe atakachofanya. Labda miaka 10 au 15, lakini alitambua bado nina uchungu. Kama nilivyokuwa na uchungu wa kumzaa, nina uchungu vile vile wa kumzaa kiroho. Kwa mama, haitoshi nafasi yako tu watoto wakishakuwa wameondoka nyumbani au wameshakuwa watu wazima basi kuacha na kuona kwamba nafasi, muda wako au utume wako umeisha, na sasa unawasindikiza kwa maombi yako. Hata kama ni watu wazima wenye familia zao, bado Mungu anakutaka uwasindikize kwa sala na maombi yako kila siku, ukiwatolea kwa Mungu, kama Ayubu anavyofanya kwa watoto wake. Anasema, Mungu, natoa hata sadaka hii kwa ajili ya watoto wangu. Huenda wamekutenda dhambi, mimi sijui, lakini kwa ajili yao uwasamehe. Kutambua kwamba maisha ya familia kama kanisa la kwanza, nyumba inaweza kuwa chanzo cha imani na wokovu. Tutambue kwamba hakuna moyo mgumu sana kwa Mungu ambao Mungu hawezi kugeuza. Ikiwa aliweza kumsaidia mume wake aliyekuwa mpagani, mkatili, akageuka. Ikiwa aliweza kumsaidia mtoto wake aliyepotea na kutoroka nyumbani, akampata, akaongoka, akawa padri, baadaye akawa askofu, hakuna moyo ulio mgumu ambao Mungu anashindwa kugeuza. Lakini je, niko tayari kusali kwa ajili yao, kuwaombea kwa ajili yao? Ninawaambia wazazi
nami kama mzazi katika roho, nafasi yangu kubwa kama padre ni kusali kwa ajili ya watu, kuombea watu. Leo ni wapongezi wale wakina mama ambao kila wakati mnawapeleka watoto wenu. Na si wa mama tu, Mtakatifu Monica hafundishi tu wa mama, lakini anawafundisha hata wa baba ambao ndio walezi na kichwa katika familia, kusimama imara katika maombi kwa ajili ya watoto. Maneno yako, mwongozo wako au ukali wako hausaidii kitu isipokuwa roho kwanza imeguswa na Mungu, kile ambacho unatamani watoto wako wakirithi kutoka kwako kama baba. Tutambue kwamba tunaona kabisa kwamba nasikia maombi yetu. Kama nilivyosema mwanzoni, leo tuna shida kidogo. Mtakatifu Monica anatukumbusha na kutufundisha hayo, kuanguza mambo ambayo wazazi mnapaswa kusali kwa ajili ya kuombea watoto. Lakini leo ni maombezi ya Mtakatifu Monica. Mtandao wapendwa wangu waweze kufika mbinguni. Kwa hiyo tuombe neema hiyo kwamba watoto wetu wapate wokovu na wapasivie katika imani. Kuna ambao wengine wameenda mbali kabisa na imani, kuombea hiyo fadhila hiyo ya imani. Kwamba Mungu, naomba watoto wangu wakujue, waishi katika imani, washikamani na ahadi zako. Vifungu vya kutuongoza hapo Isaya 45 aya 8, Timotheo wa pili sura ya pili ya 10, Waebrania 11 ya 11. Tuwaombee vile vile wakue ukuaji wa kiroho na upendo kwa neno la Mungu. Mungu, wafanye watoto wangu wakue katika neema, maarifa na wapende neno lako kuliko vitu vyote. Wampende Mungu kuliko vyote. Wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Hayo mengine yote yatawezekana, yatafanikiwa. Tuwaombee neema hiyo ya kuwa na hofu ya Mungu. La tatu, tuwaombee fadhila gani watoto wetu? Tuwaombee daima fadhila ya upendo, wema na huruma. Waefeso sura ya 5 aya ya 2 na kitabu cha Wakolosai sura ya 3 aya ya 12. Ya 4, katika kuwaombea watoto leo fadhila, tunaombea fadhila gani? Tuwaombee uadilifu na uaminifu viambatane na maisha yao. Zaburi ya 25 aya ya 21. Tuwaombee vile vile waweze kujitawala na wawe na nidhamu. Mungu awasaidie watoto wawe na nidhamu, wachukue tahadhari na wawe na hekima katika kufanya maamuzi yao. Waraka Mtume Paulo kwa Thessalonike sura ya 5 aya 6, tuwaombee wawe na nidhamu, na kitabu cha Mithali sura ya 1 aya ya 3. Waombee daima wawe watu wa haki, heshima na uwajibikaji. Kupenda haki, kuheshimu wengine na kuwajibika katika maisha yao. Fadhila hiyo tuwaombee hapo. Kifungu kinachotongoza kitabu cha Mika sura ya 6 aya 8 na waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya ya 17. Fadhila nyingine ambayo tunaweza kuombea watoto wetu, tuombee wawe na ujasiri. Wawe na ujasiri na uvumilivu. Maisha katika dunia ya kwetu inahitaji ujasiri, inahitaji kujitoa. Ni ngumu sana katika kizazi chetu kukiri imani hadharani. Labda anayefanya mambo ya imani anaonekana ni mshamba, mtu aliyepitwa na wakati, mtu ambaye haenjoy maisha. Kwa hiyo ujasiri katika imani katika kizazi chetu inahitajika sana. Ujasiri katika imani. Ujasiri wa kuona jambo la imani si jambo la kubeza. Mambo ya imani hayawasisimui kabisa vijana na watoto wetu. Waombe wawe na ujasiri kuiungama imani yao. Hata kusema mimi ni Mkristo Mkatoliki, ninakwenda kanisani, ninakwenda kuabudu,
ninasali rozari, hilo ni jambo la kuombea ujasiri katika imani. Na ujasiri katika kukataa yale yanayopaswa kukataliwa na kukubali yale yanayopaswa kukubaliwa. Ujasiri katika kusema ndio iwe ndio na sio yao iwe sio. Wawe wavumilivu. Nasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 31 ya 6 na Waebrania sura 12 aya ya 1. Tuwaombee watoto wetu wawe na uvumilivu katika changamoto zote. Tunakaa na kizazi ambacho ni rahisi kukata tamaa, ni rahisi kugive up, ni rahisi kutafuta njia ambayo ni nyepesi zaidi kuliko njia ambayo ya Mungu. Kwa katika novena hii, katika siku ya leo tunapomkumbuka Mtakatifu Monica, hebu tuombee fadhila hiyo, ujasiri, uaminifu na uvumilivu. Tuombee kupenda maisha ya usafi na utakatifu. Mungu awaombee watoto mioyo safi na waishi maisha ya utakatifu. Kila wakati kuwakumbusha maungamo, kila wakati kuwakumbusha mambo ya Mwenyezi Mungu, utakatifu wa Mwenyezi Mungu ni vizuri. Hata wakati wengine wazazi kuwahimiza na kuwasisitiza maisha matakatifu, maisha ya ndoa, kuwaombea neema hiyo ya kuishi maisha hayo matakatifu. Tuwaombee nini? Tuwaombee wawe na amani. Tuwaombee wawe na amani katika maisha yao. Hakuna kitu ambacho kinamuumiza mzazi kama mtoto wake hana amani au hana furaha. Tuwaombee wawe na amani, wawe na furaha, lakini wawe vile vile na moyo wa kuridhika na kutosheka. Moyo wa kuridhika na kutosheka. Mwambie Mwenyezi Mungu, wafanye watoto wangu wapende amani. Wajalie watoto wangu wawe na furaha. Wajalie watoto wangu wawe watu wa shukrani katika kila hali. Watambue kwamba Mungu hujawaacha hata mara moja, bali uko pamoja nao. Hayo tunaisoma Warumi sura 14 aya 19 na kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya 12 hadi ya 13. La mwisho, tuombee daima wawe na moyo wa utumishi. Utumishi katika kutamani kumtumikia Mungu hapo ulimwenguni katika kila wanachokifanya. Moyo wa kujitolea, moyo wa ukarimu, moyo wa ukarimu. Mwambie Mungu awape watoto wako moyo wa ukarimu, moyo wa kujitoa, hasa kujitoa kwa yale ya kimungu. Na mwisho, wajalie waweze kuishi maisha ya maombi, maisha ya sala, maisha ya sala. Hayo tutayasoma katika Waefeso sura ya 6 aya 7, waraka Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 aya 18 na waraka kwanza Mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya 5 aya ya 17. Basi mpendwa, hayo ndio mambo ambayo nimetamani kushirikisha siku ya leo tunapomkumbuka mtakatifu huyu mkubwa wa maombi, Monica, mama wa Mtakatifu Agustino, ambaye amekuwa mtakatifu si kwa kitu kingine bali kwa uvumilivu wake katika maisha ya sala, na hasa sala kwa familia yake. Hivyo basi, katika rozari hii ya leo tuendelee kumwomba mama yetu Maria mfungua mafundo aendelee kuwatazama watoto wetu, na kama wewe ni kijana unasali katika novena hii, basi kumwomba Mungu, kwa sababu unategemea siku moja Mungu naye atakupa zawadi ya kuwa baba au kuwa mama, ukilea na kutunza watoto. Basi fadhila hizi basi zikawe katika kizazi chako pia. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, kasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, shirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, fuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Kwako Mtakatifu Monica, tukikuomba msaada wa sala zako, na
na kwa mama yetu Maria mfungua mafundo. Leo watazame familia zote zinazosali kwa ajili ya kuzikomboa. Wale wanaosali wape neema, wasikate tamaa kwa wale wanaowaombea. Endelea kuwadhidishia fadhila hizi za imani, matumaini na mapendo kwa maombezi yako. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Nia tulizonazo. Mary anasali kwa ajili ya kuombea wagonjwa wote, madaktari na manesi, maskofu na mapadri, masista na watu wote kwa wenye kazi ya utume. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, Nanda anasali kuwaombea vijana wote waliokumirana kufanikiwa. Grace anamshukuru Mungu kwa kumlinda kutwa nzima, akiomba ulinzi wake usiku huu. Teresia, kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, anamshukuru Mungu na anazidi kuomba neema zake. Eliza anamshukuru mama yetu Bikira Maria kwa maombezi yake. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, anaombea watoto waweze kupata kazi. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, Helen anasali kwa ajili ya kuiombea familia yake. Caritas anasali kwa ajili ya kumwomba mama yetu Bikira Maria amjalie uponyaji ugonjwa wa macho. Magdalena anasali kwa ajili ya kuwaombea watoto utii kwa wazazi. Anamshukuru Mungu Nora kwa mema mengi anayomjalia. Emmanuel anamuomba Mungu ampe neema ya kufuata maisha ya Mtakatifu Monica. Bikira Maria mfungua mafundo, Delphine anasali kwa ajili ya kuomba kuongezwa imani na upendo. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, Gelizilida anasali siku ya leo kwa ajili ya kuombea rafiki zake wote neema na baraka katika familia zao. Anaombea ndoa zote zenye changamoto. Tukifuata mfano wa mwema wa Mtakatifu Monica, tusichoke kamwe kuombea watoto wetu mpaka siku ya mwisho. Kwa ajili ya kuwakumbuka na kuombea wagonjwa wote walioko hospitalini, Sofia na muombea dada Mary, Mungu amjalie na afunguliwe katika maisha yake. Kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, anasali kwa ajili ya kuombea watoto wote walioathiriwa na madawa ya kulevya. Kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, Lawrence anasali kwa ajili ya kuwaombea mama zetu wafuate njia zake. Mary Mwazige anasali kwa ajili ya kumwomba Mtakatifu Monica kwa ajili ya kijana wake na ndugu zake na watoto wao. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, Grace anasali kumwomba mama yetu Bikira Maria wajalie malezi bora watoto wao kwa mfano wa Mtakatifu Monica. Ana kisali kwa ajili ya familia yake. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, Ana anasali kwa ajili ya kuiweka familia yake katika maombezi ya Mtakatifu Monica. Fina, kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, anawaombea wanawe wanaopita katika changamoto na ya mmomonyoko wa maadili. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo,
Patricia kwa maombezi ya Mtakatifu Monica, anaombea watoto wake neema ya Mungu maishani mwao. Rose kwa maombezi ya Bikira Maria, anaombea ndugu wote wafunguliwe kwenye mafundo. Rose kwa maombezi ya Bikira Maria, mtoto wake anamwombea mtoto wake akue katika hofu ya Mungu. Basi tunakabidhi nia zote tulizonazo katika rozari hii, tukisali matendo ya uchungu kwa nia hiyo kubwa ya hasa ya wale ambao wana uchungu katika kusali na kuombea watoto, kwa maombezi ya Mama yetu Maria mfungua mafundo, na siku ya leo kwa maombezi ya Mtakatifu Monica. Basi Mungu mwenye huruma na mapendo makubwa kwenu asikie maombi yenu. Nami ninaweka sala zangu kwenu na kwa wale wote waliomba msaada wa sala katika hali zote wanazopitia katika maisha yao. Tendo la kwanza, Yesu anatoka jasho la damu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Mtakatifu Monica, ziombee familia zetu. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Tendo la pili, Yesu unapigwa mijeledi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Mtakatifu Monika ziombee familia zetu. Nawe Mikaeli malaika mkuu utulinde. Tendo la tatu, Yesu navikwa taji la miba kichwani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Mtakatifu Monika, ziombee familia zetu. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Na sasa tusali tafakari katika siku hii ya 22. Mama mtakatifu mpendwa sana, wewe ni mwema kwa wote wanaokutafuta. Unihurumie. Ninaweka mikononi mwako kifungo hiki kinachoondoa amani moyoni mwangu, kikiifanya roho yangu ipoze na kunizuia kumwendea Bwana wangu na kumtumikia kwa maisha yangu. Mama, kwa kadiri ya upendo wako kwangu, naomba ufungue kifungo hiki. Na umwambie Yesu aponye imani yangu iliyopooza, ambayo inadhoofishwa na kuumizwa na mawe ya njiani. Pamoja nawe mama mpendwa sana, naomba niyaone mawe haya kama rafiki, nisiyanung'unikie tena, bali nitoe shukrani kwa ajili ya mawe haya. Nitabasamu nikiwa na matumaini katika nguvu zako. Maria mfungua vifungo, uniombee. Tendo la 4. Yesu anabeba msalaba wako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungwa mafundo, tuombee na utusaidie. Mtakatifu Monika, ziombee familia zetu. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, tulinde. Yesu anakufa msalabani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mtakatifu Monika, ziombee familia zetu. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, tulinde. Tusali sasa sala kwa mama yetu Maria mfungua mafundo. Bikira Maria, mama wa upendo wa kweli, mama ambaye hujawahi kukataa kamwe kumsaidia mtoto mwenye shida aliyekukimbilia, mama ambaye mikono yako daima iachi kuwahudumia watoto wako wapendwa, kwa kuwa inasukumwa na upendo wako wa kimungu na huruma isiyo na mipaka iliyomo moyoni mwako. Naomba uniangalie kwa huruma na kuona mnyororo wa vifungo vilivyomo katika maisha yangu. Unajua vema jinsi nilivyokata tamaa, maumivu yangu, na jinsi ambavyo nimefungwa na vifungo hivi. Maria, mama ambaye Mungu amekuamini na akakupa uwezo wa kufungua vifungo katika maisha ya watoto wake, na uweka mikononi mwako utepe wa maisha yangu. Hakuna yote hata mwovu mwenyewe anayeweza kuchukua katika uangalizi wako wa thamani sana. Mikononi mwako hakuna kifungo ambacho hakiwezi kushindwa kufunguliwa. Mama mwenye nguvu, kwa neema zako na maombezi yako kwa mwanao na Mwokozi wangu Yesu, leo kichukue mikononi mwako kifungo hiki. Ninakuomba kwa utukufu wa Mungu, ukifungue kifungo hiki, wewe uliye tumaini langu. Mama yangu, wewe ni faraja pekee ambayo Mungu ananipatia. Wewe ni nguvu yangu katika udhaifu wangu na utajiri wa ufukara wangu. Pamoja na Kristo, wewe unaniweka huru kutoka katika minyororo iliyonifunga. Naomba usikilize ombi langu, unitunze, uniongoze na kunilinda. Kimbilio la usalama wangu, Maria mfungua vifungo, uniombee. Sala kwa Mtakatifu Mikaeli. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, tulinde katika vita. Uwe kinga yetu katika maovu na maoteo ya Shetani. Mungu amtishe, ninaomba sana, nawe mkuu wa majeshi ya mbinguni. Kwa nguvu ya Mungu angushe motoni Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani kupoteza roho za watu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Nikushukuru mpendwa ambaye tumesali kwa pamoja novena hii katika siku ya 22. Ni kuombe radhi sababu ambazo sikuweza kuzizuia. Leo mtandao kweli umekuwa chini. Ninatumia internet ya Airtel, naona leo ilikuwa chini. Mungu akituwezesha labda nitatafuta tena internet nyingine ili mtandao kusumbua basi iwe rahisi kurudisha katika mtandao mwingine. Naona sasa hivi kidogo mtandao umerudi vizuri. Na basi ni waache kwa tafakari ya mwisho siku ya leo tunaposali kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, na hasa tukiongozwa na mfano wa mama huyu shujaa wa sala. Ninawaacha kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 32. Kutoka 32. Tunasoma aya ya kwanza hadi ya 6. Kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya kwanza hadi ya 6. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanya wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizomo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha.
Nao wakasema, hii ndiyo miungu yako, Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani, watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Neno la Bwana, tumshukuru Mungu. Sehemu hiyo niliyowasomea hapo inatufundisha na kutukumbusha jambo moja la kuwa nalo tahadhari. Ni wakati gani tunaabudu miungu mingine? Ni wakati gani ninatoka kwa Mungu na kuabudu miungu? Dhambi hii wanayoitenda Waisraeli ni dhambi ambayo inatuandama kila kizazi na kila hatua. Wanasema kwanza, walipoona Musa amekawia, walipoona sala zao, maombi yao, yule waliomtumainia amekawia. Na kila wakati tunapomwona Mungu amekawia, unapomwona Mungu amekawia, kinachofuata utakwenda kutengeneza ndama, utatengeneza kitu cha kuabudu. Utaacha kumtazama Mungu ambaye anaratibu maisha yako, ukafikiri hayupo, ambatani tena nawe, wakatafuta kitu kingine. Na daima wanaabudu nini? Wanaabudu kile ambacho Mungu aliwapa, vitu alivyowapa, ndivyo wanavyoviabudu. Daima nisiweke macho yangu, nisiweke nguvu zangu kwa kile alichonipa Mungu badala ya Mungu. Katika sala hii tunayosali, novena hii tunayomwomba, ikiwa kuna mahali niliweka nguvu yangu nikaabudu vya Mungu badala ya Mungu, Mungu anisamehe, Mungu atusamehe. Hata haya tunayomwomba Mwenyezi Mungu, tumtazame yeye. Hachelewi, hakawii, wakati wake ni sahihi. Kama ambavyo Monica alipata ushindi mkubwa mwisho wa mume wake, wa mtoto wake, Mungu akampa zawadi kubwa mtoto huyo ambaye alifikiri amepotea, ndivyo ambavyo yule anayevumilia. Mwinjili Luka anatusimulia jinsi ambavyo malaika anamwambia Maria mama yetu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mjaliwe usiku mwema. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zitakase. Maana nimejua mimi makosa yangu na
nisafishe kwa hisopo, nisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Ee Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye adao na usawato, na ulimi wangu utaimba haki yako. Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, unirehemu kiasi cha wingi wa rehema zako, ufute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zitokose. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi nimekutenda dhambi
Nisafishe kwa hisopo, nisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu.